Tutasoma. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawezayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Na atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Haleluya. Atukuzwe Mungu wetu awezaye kutenda mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawezayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Na atukuzwe katika kanisa. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako na kwa nguvu zako nyingi. Nakusihi Bwana wa majeshi, wewe pamoja nasi sasa tunakwenda kulisikia neno lako. Kila anayeenda kulisikia pia akapokee wema wako, akajaliwe na kujazwa mafuta yako yakateremke ndani yetu, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tungeweza kuwa na somo katika mistari hiyo miwili juu ya kufanikiwa kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kufanikiwa kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Sema hivyo. Kufanikiwa kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Waefeso ndivyo inavyoandikwa kwamba Mungu ni Mungu wa miujiza mingi, ni Mungu wa maajabu. Yaani ndiyo sifa yake. Maajabu kabisa, maajabu kabisa. Na uwezo wake haujawahi kupungua tangu siku ile alipoonekana akiumba ulimwengu. Uwezo wake bado upo. Nguvu zake bado zinatenda kazi hata sasa. Uwezo wake haujapungua hata kidogo. Kama ambavyo Biblia inasema akili zake hazichunguziki. Yeye milele yote iliyopita na milele yote ijayo. Uaminifu wake wadumu vizazi hata vizazi. Haleluya. Na amefanya hivyo akiwa peke yake katika uumbaji. Baadaye akathibitika katika utendaji wa manabii na mitume waliohudumu pamoja naye. Kisha Yesu Kristo mwenyewe aliishi nasi na tukaona mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Na neno maajabu maana ni vitu visivyo vya kawaida, vitu ambavyo kila anayeweza kuona lazima ashangae. Amen. Kila atakayesikia lazima masikio yake yawashe kwamba hiki nilichomsikia sidhani kama ni kitu cha kawaida. Lakini haishi kusema maajabu, ila anasema maajabu mno. Ya kusema maajabu mno, yaani kuna uzito wake, kuna uzito, yaani ni nje ya uwezo wetu wa kufikiri, ni nje ya uwezo wetu wa kuona kwa macho ya kawaida, ni nje ya uwezo wetu wa kawaida wa kubeba kwa mikono yetu. Ndivyo uwezo wa Mungu ambao hata kusimulia kwetu hatuwezi kusimulia kiasi cha kutosha kuelezea uwezo wa kimungu katika maisha yetu. Haleluya. Na anafanya hivyo kama alivyofanya, anafanya hivyo na ataendelea kufanya kwenye maisha yetu, akiachilia mambo makubwa kabisa, mambo makubwa na ya kushangaza. Na hili ni jambo ambalo Wakristo lazima wafahamu kwamba Mungu ambaye wao wamejitolea kumwabudu, hawamwabudu Mungu dhaifu. Amen. Hawamwabudu Mungu mnyonge. Hatumwabudu Mungu mwenye mipaka. Hatumwabudu Mungu ambaye anaweza kufanya hili lakini lile hawezi. Anaweza kusikia hili au lile hawezi kusikia. Mungu hajawa mnyonge kwa namna hiyo, ila ni Mungu awezaye kufanya maajabu mno. Yakisema maajabu mno, kiu ya mwanadamu mmoja ipo kwenye hiyo tamaa na shauku ya kuona maajabu yakitokea kwenye maisha yake. Na wakati mwingine tumeomba na kufikiri, maana mstari huo wa 20 unaeleza
kuliko kuomba, kuliko kufikiri. Kwa hiyo ni kama kueleza kwamba mwanadamu huomba na mwanadamu hufikiri juu ya maajabu ya Mungu. Mungu anafanya kuliko sasa uwezo wetu, kuliko namna ile ambayo mwanadamu angeweza kuomba au angeweza kufikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa bahati mbaya kabisa mpaka leo wanadamu hawajawahi kuyaona hayo maajabu. Labda wewe na mimi au mtu mwingine ambaye anasikia tu, ambaye anaona tu kwenye runinga na kusimuliwa au kusoma, lakini kwenye maisha yake hajawahi kuona muujiza ukifanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata yale ambayo yamefanyika kwenye maisha yake yamejaribiwa na kulinganishwa katika uwezo wa mikono yake. Yaani si ajabu wewe kuwa na shilingi 10,000 kwa sababu iko ndani ya uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kukuuliza wewe, ukiwa na shilingi 100,000, hiyo ni ajabu mno? Hiyo ni ajabu mno? Yaani una 100,000, hiyo ni ajabu mno. Yaani ajabu alafu mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu sio ajabu, kwa sababu iko ndani ya uwezo. Kwa hiyo naweza kusema maajabu mno bado hujayaona. Amen. Maandiko haya yanataka kujenga kiu na shauku kubwa ndani kwamba haya mambo ya ajabu mno kuliko ninavyoomba, kuliko ninavyowaza, bado hayajatokea kwenye maisha yangu. Bali na kwamba Biblia inaonyesha mambo haya ya ajabu mno, kama watu kufufuka. Amen. Hii ni ajabu kabisa kuliko uwezo wa kawaida. Vilema kutembea, huu ni uwezo wa ajabu mno. Tangu hapa hajatokea nabii akaomba kilema akatembea, au maiti ikafufuka, au mwenye kinyongo akanyoka. Maajabu makubwa kwenye maisha ya wanadamu. Labda bado hiyo shauku inahitajika kujengeka ndani, kwamba labda ingetokea leo, labda ingetokea kesho. Lakini nikwambie kwamba Mungu ambaye tunamwabudu, yeye ni wa maajabu na miujiza, na siku zote utaka kuyafanya na yatokee kwenye maisha yako. Na ninamwomba Bwana katika jina la Yesu akuonyeshe hayo maajabu mno, kabla uwezo wako wa kuona haujapotea, uone maajabu yakitokea kwenye maisha yako. Kabla uwezo wako wa kusimama ukiwa umenyooka sawa sawa haujaisha, usimame ukiwa unaona maajabu yanatokea kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu ambaye umejitolea kumwabudu, hiyo ni moja ya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuisimulia habari hiyo kupitia kitabu cha Waefeso sura ya 1 pale tu nyuma, ukurasa wa nyuma ule mstari wa sura ya 1 mstari wa 17 na 18. Maandiko pale yanasema hivi: Mungu Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anaandika kusema Mungu huyu ambaye ninyi mnamwabudu kupitia Yesu Kristo awape hekima. Amen. Awape mafunuo, macho yenu yafunguke yaone, ili mpate kujua, na mambo yenyewe ya kuyajua ameyaweka hapo. Bwana Yesu sana, akiwa anaeleza juu ya uweza na nguvu za Mungu ndani yetu sisi waaminio, akiwa anaeleza juu ya utajiri wa utukufu wake, ule mstari wa 18 vile ulivyo. Lakini pia anataka ujue tumaini la wito ulionao, ya kwamba kwa nini ulizaliwa, kwa nini upo. Baadaye anataka ujue hasa kuhusu urithi ambao Mungu ameuandaa kwa ajili ya wale watoto wake.
Nasi tunajua ya kwamba baba yetu au baba wa yeyote miongoni mwetu anaweza kuwa na nafasi ya kuwa na urithi kwa ajili ya watoto wake. Sasa haijalishi huo urithi ni mwingi au ni kidogo, mzuri au mbaya kiasi gani, kwa sababu hata wale wanaorithi tunguli za baba yao na wao wamepata urithi, na wengine wanarithi shati tu inatosha, wanarithi fimbo, wanarithi kofia. Huo ndio urithi, licha ya kwamba kuna wengine wanarithi majumba, magari, wanaweza kurithi mali, viwanda alivyoviacha baba yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa Mungu ni baba ambaye Biblia inasema katika mstari wa 18 sura ya kwanza, yeye ni mwenye utajiri wote. Rejea mstari ule wa 20 katika sura ya 3. Anasema awezaye kutenda mambo ya ajabu mno. Amen. Mambo ya ajabu mno ni urithi wetu, ni utajiri wa Mungu ambapo Mungu amekusudia kuurithisha kwa mtu mmoja. Amen. Lakini yule mtu mmoja hajui, hana hekima na macho yake ya ndani yamefungwa. Kwa hiyo anaandika katika mstari wa 17, basi kwa sababu Mungu mwenye kutenda maajabu mno ni Mungu mwenye utajiri wote, na kwa sababu Mungu amekusudia kwa ajili ya urithi kwa watu wake, basi huyo Mungu kupitia Yesu Kristo awape hekima. Bwana Yesu sana. Hebu sema, Bwana nipe hekima ndani yangu. Sema, Bwana Yesu nipe hekima ndani yangu, nipate kujua utajiri ulioniandalia, nipate kujua urithi ulioniandalia, katika jina la Yesu. Amen. Anasema hivyo basi Mungu huyo awape hekima, na hiyo hekima inatokana na macho yenu kutiwa nuru. Hiyo hekima yenu inatokana na macho yenu kufunguka, ili muone, ili muwe na mafunuo. Mafunuo maana yake maono. Haleluya. Maono makubwa yanayoweza kusababisha maajabu. Maono, kwa sababu mtu mmoja anaweza kuwa hajui kwamba baba yake ni mtu mwenye kurithisha. Mtu mmoja anaweza kuwa hajui uwezo wa baba yake, na wakati mwingine unaweza kuona baba yako akisemwa vibaya ukaungana na wao kwamba ndio ni kweli, baba yangu mimi bwana alimlevi tu, baba yangu mimi bwana haiko tu hivi na udhaifu huna. Usijue utajiri ambao huyo baba yako anao, hazina na urithi ambao baba yako ameuandaa kwa ajili yako. Na kwa sababu hujui, Paulo anasema huyo Mungu wenu mnayemwabudu, kwa kuwa hamjui utajiri alionao na ya kwamba amekusudia kuwarithisha, na muomba Baba wa mbinguni awape hiyo hekima, ili macho yenu yale ya ndani yafunguke, yaone wazi wazi kuhusu utajiri wa baba yenu. Macho yenu ya ndani yafunguke na muwe na maono, mjue jinsi ambavyo anaweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko unavyoomba, kuliko unavyofikiri, katika jina la Yesu. Haleluya. Paulo anaeleza kuhusu kanisa ambalo wakati huo sasa linahangaika sana, linapata shida kwa sababu ya imani yake, linapata shida kwa sababu ya misingi yake na uwezo wanao ambao wanaopitia. Kwa hiyo nikiwa katika hali hiyo ya kuhangaika na kukata tamaa na kupoteza matumaini, kama ambavyo hata wewe labda inawezekana unayenisikiliza hapa umekata tamaa. Wakati ule wa kanisa la Waefeso, Paulo alipokuwa amehubiri na kuondoka, huku nyuma watu waongo wakaingia, wakalisuka kanisa, wakaliharibu kanisa, wakasababisha mafundisho mengi ya uongo, wakasababisha mifumo mingi isiyofaa. Hata Paulo aliposikia akaona, hapana, ninahitaji kuandikia barua watu hawa, kuwaambia ya kwamba Mungu ambaye mnamwabudu sio mnyonge, anaweza kufanya mambo ya ajabu kwenye maisha yenu, anaweza kufanya mambo ya ajabu kwenye familia zetu, anaweza kufanya maajabu kwenye ndoa, anaweza kufanya maajabu kwenye kila eneo, bila kujali uchumi au siasa au mahusiano. Huyu Mungu wenu sio mnyonge, sio dhaifu, sio Mungu mdogo, sio Mungu asiye na uwezo, ila mlichokosea hamna macho ya ndani. Haleluya. Hamna hekima, hamna mafunuo. Anasema kwa mstari wa 17, kwa hiyo mwe na mafunuo basi.
Maana unajua Paulo akiandika akisema macho yao yatiwe nuru, hii ina maana gani? Kuna giza, si ndio? Mungu wa baba yetu mnayemwabudu awape hekima. Maana yake ni nini? Hana hekima. Huyu Mungu mnayemwabudu awasaidieni kwenda mafunuo, yaani maono, si ndio? Maana yake hamna maono. Na akasema kwenye nyaraka zile za Agano la Kale, watu wangu wanaangamizwa kwa sababu hawana pesa. Haleluya! Watu wangu wanaangamizwa kwa sababu hawana uchumi imara wa kisasa, uchumi wa buluu. Haleluya! Si alisema hivyo kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa sababu hawana gari. Wangekuwa na gari hapa, angalau wangekuwa wamerashi kidogo kwenye biashara za mpunga na kadhalika. Ila anasema kwa sababu hawana hekima, maarifa, hawana mafunuo, hawajui, watu wangu wanaangamizwa. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo anataka watu hao ambao wanapita kwenye changamoto na dhiki mbalimbali waanze kupata hekima ya kumjua Mungu jinsi alivyo na utajiri, na ya kwamba anaweza kuwapatia yote aliyoyaandaa kama urithi. Yule bwana mpotevu akiwa kule mbali, siku moja akiwa analala na njaa, shida na njaa, anakula na nguruwe, akili kamjia, akasema mimi hapa nakufa na njaa, lakini nyumbani kwa baba yangu na makao kuna chakula tele. Baba yangu wafanya kazi ni wengi na wanakula na wanasasa, lakini mimi hapa nateseka. Biblia inasema akazingatia moyoni, akapanga kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kilichotokea kule tunajua, hakuwa mtumwa tena. Aliishi maisha ya kifahari kwa sababu ni kweli wakati ule alikuwa bado hana ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Wagalatia aliandika katika sura ya 4 ule mstari wake wa kwanza, habari za mrithi. Kama una Biblia, Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamuliwa na Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivyo kwa habari ya yule ambaye leo ni mtumwa, ni mtu fulani dhaifu, hana kitu, lakini yeye ni bwana wa yote. Yeye anamiliki. Baba yake ni mwenye mali, baba yake ni mwenye utajiri, baba yake anaweza kufanya yote. Na hao wengine wote wanaotajirika huko wametajirishwa na baba yao huyu mtu. Amen. Na hao wengine wenye neema huko, hiyo neema wameipata kupitia mtu huyu. Ila kwa bahati mbaya kuna kitu kinakosekana kwa huyu mrithi. Bwana yeye kwa Wagalatia anasema wewe bado ni mdogo, kwa kuwa bado ni mtoto. Kwa sababu hiyo basi anafanana na mtumwa. Mtumwa ambaye anakula makombo, mtumwa ambaye anakula mabaki, mtumwa ambaye anavaa mitumba, tena ile ya ronyaronya. Kuna mitumba alafu kuna mitumba zaidi. Unajua? Kuna mitumba alafu kuna ronyaronya. Unajua ronyaronya? Yaani hilo ukikuta bei utasikia ibu ijero. Bwana Yesu sana. Ibu na ukigeuza hivi, kumbe wazee wameifua, wamepiga basi. Nenda kavae siku moja tu, utatamani liwe dekio. Bwana Yesu sana. Sasa ndio alivyo mrithi anavyoteseka wakati ana baba yake ambaye anaweza kufanya yote. Ni mwenye utajiri wa utukufu, ni mwenye urithi kwa ajili ya watakatifu. Haleluya! Ni yule ambaye vyote viliumbwa na kuwekwa mikononi mwake. Ni yule ambaye ulimwengu hawezi kuishi bila yeye, na huyo ndiye anayeitwa baba yako. Na wewe uko hapo unakufa na njaa. Mungu akusaidie upate hekima hiyo, uanze kufikiri, uanze kujitayarisha kupokea ule urithi ambao baba yako wa mbinguni amekuandalia. Utoke katika hali ya kuwa mtumwa, ukaingie katika hali ile ya urithi kama Mungu alivyokukusudia.
alichokusudia. Maana Mungu hakutukusudia kuteseka na maisha haya. Mungu hajakusudia tukose hata nauli. Mungu hajakusudia ukose biashara. Mungu hajakusudia uwepo wa kuhangaika. Mungu amekusudia kukufanya kuwa taifa takatifu, milki ya Mungu, mrithi pamoja na Kristo Yesu, pamoja na ile imani ya Ibrahimu ambaye Mungu alimwambia nchi yote hii nitakupa wewe na uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni na kama mchanga wa baharini. Hiyo imani tumerithishwa sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingawa leo unakula makombo pamoja na nguruwe, nina jambo la kukwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina jambo la kukwambia kwamba Mungu anakusudia jema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kabla tujaacha leo Efeso sura ya kwanza ule mstari wa 17 na wa 18, anaeleza ule mstari wa 20. Mstari wa 20. Tafadhali naomba usome mstari wa 22. 22 na 23. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote. Sema kichwa juu ya vitu vyote. Kwa ajili ya kanisa. Sema kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo ni mwili wake, akaviweka. Amen. Wakirudia mstari ule wa mwisho wa 25. Ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilishwa katika vyote, katika vyote, vyote katika vyote. Mungu ameweka hivi vitu mikononi mwa Yesu Kristo. Amen. Mstari wa 22 anasema hakuviweka kwenye miguu ya Kristo viwe kwa ajili ya Kristo, ila ameviweka katika Kristo, miguuni mwa Kristo, kwa ajili ya kanisa lake, ambalo ndio mwili wake. Mahali ambapo Warumi sura ya 8 anasema hamjui ya kuwa miili yenu imekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Bwana Yesu sana. Hivi vitu vyote vilivyo katika Kristo Yesu, ninasema ni kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya waaminio. Yaani tunaye Baba ambaye vitu vyote viko mkononi mwake na kwa ajili yetu sisi. Nataka kukuonyesha vile ambavyo anasema kwenye mstari wa 18 juu ya utajiri alionao Yesu. Utajiri wake Mungu ni kwa ajili ya maisha ya mtoto wake aliye mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Rudi katika sura ya 3. Rudi katika sura ya 3. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu mno. Haleluya. Kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale ya mwanzo nimekueleza juu ya utajiri wa Mungu, na hapa anaturudisha nyuma. Kwa nini hatupati? Biblia inasema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo tunaweza kujua kwa nini hauombi, kwa nini unaomba na haupati, na kwa nini unatafuta na hauoni, na kwa nini unabisha wala haufunguli. Bwana Yesu sana. Huyu Baba kwa nini hakupi mpaka leo? Huyu Mungu kwa nini hakujibu kama ana vyote, si ndio? Kwa nini mpaka leo majibu hayajaja? Kwa nini mpaka leo maombi yako hayajajibiwa? Wagalatia 4:1 alituambia ni kwa sababu wewe bado ni mtoto mdogo, si ndio? Bwana Yesu sana. Mtoto mdogo asiye na nguvu ndani yake hawezi kuishi na hiyo gari, hawezi kuishi na hiyo nyumba, hawezi kuishi na hiyo ndoa, hawezi kuishi na familia, hawezi kuishi na utajiri mkubwa, hawezi kuishi na urithi. Mtoto mdogo. Na hili ni mfano, ametumia mfano wa wazi kwamba wewe ukiwa mtoto mdogo tunakurithishaje nyumba?
na bado uko shuleni unasoma shule ya msingi, sekondari. Bwana Yesu sana. Lakini nguvu itendayo kazi ndani yetu, hiyo inaweza kuashiria uwezo ya kwamba sasa umekomaa au bado hujakomaa. Bwana Yesu sana. Nguvu ndio itakayoamua hapa kwamba upewe au usipewe. Nguvu ndio itakayoamua hapa kwamba leo tukupe au tusikupe. Kama maono, mafunuo hayatakuwepo ndani yetu, kama akili zetu, kama mioyo yetu, kama uwezo wetu wa ndani utakuwa bado ni mdogo, haijalishi utakuwa ni mkubwa kiasi gani kwa nchi, haijalishi utakuwa na miaka mingapi ya kuzaliwa, haijalishi utakuwa na mvi kama za kwangu au utakuwa na umri kiasi gani, lakini bado hayo maendeleo hayatakuja kwako mpaka tutakapoona ile nguvu ya ndani na inayotenda kazi, itakayoruhusu mafanikio, itakayoruhusu maendeleo, itakayoruhusu ushindi mkubwa, itakayoruhusu uwezo mkubwa wa kumbika ndani utakaofanyika kwa ajili ya mafanikio ya Mungu. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo hapa anasema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Sema hayo maneno, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Sema tena, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu.